hapo awali kwamba Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alisema anataka kuongeza kasi ya uchumi wa nchi yake kupitia sekta ya kilimo. Na hapo kama tumeweza kutoa mikopo ya shilingi trilioni 1.24 kwa kipindi kifupi hivyo, hii ni mikopo iliyoenda katika sekta ya uzalishaji. Maana yake ni kukuza uchumi. Katika wasilisho langu nitakwenda kuwaonyesha jinsi ambavyo uchumi wa nchi yetu umekuwa kwa kiwango fulani, na ikiwa imechangiwa au imechagizwa na sekta ya kilimo. Na Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tukiwa tumefanya sehemu kubwa kuhakikisha kwamba tunatoa mikopo hiyo. Pamoja na mikopo hiyo ambayo nimesema, hiyo ilikuwa ni mikopo ya moja kwa moja. Tunalo dirisha kwetu linaitwa dirisha la dhamana la mikopo ya wakulima wadogo. Mikopo hii inatolewa na taasisi za kibenki hapa nchini ambazo sisi tunawapatia fedha au dhamana waweze kuwapatia wateja wadogo ambao kimsingi walikuwa hawana uwezo wa kuweza kukopesheka. Hawana uwezo wa kukopesheka kwa sababu hawana dhamana. Kwa serikali kupitia benki ya TADB imekuwa ikitoa dhamana kwa wateja wadogo. Na kwa takwimu tu tulizonazo ni kwamba mikopo hii imekuwa kutoka shilingi bilioni mpaka imefikia shilingi bilioni 692 ambayo inatolewa na mabenki 19 hapa nchini. Na kati ya hizi shilingi bilioni 692, zaidi ya shilingi bilioni 550 zimetolewa kipindi cha awamu ya 6. Ndio maana mimi huwa ninawaambia watu kwamba utashi wa kisiasa unao uwezo wa kusababisha ukuaji wa uchumi, unao uwezo wa kusababisha maisha bora kwa Watanzania, unao uwezo wa kusababisha hata taasisi za kibiashara kama vile yalivyo mabenki yakafanya vizuri zaidi. Kwa hiyo utaona kwamba benki ya TADB ambayo ilianzishwa kwa malengo matatu kama nilivyosema hapo awali. Mojawapo ilikuwa ni kukuza au usalama wa chakula nchini. Sasa ninyi waandishi wa habari na Watanzania wataniuliza, katika mchango wenu au ni nini ambacho kimetokea kinachoweza kuonyesha kwamba kweli uwepo wenu na hizi fedha ambazo mmekuwa mkipewa usalama wa chakula unaweza kuwa umeonekana. Ninazo takwimu chache ambazo nataka nizishare pamoja naye. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan alipoingia madarakani mwaka 2021, mazao ya chakula yaliyokuwa yanazalishwa hapa nchini tulikuwa tunazalisha tani milioni 17.148. Mpaka mwaka 2025 uzalishaji wa mazao ya chakula umeongezeka kufikia tani milioni 22.8, ambayo yanakuwa ni utoshelevu wa chakula hapa nchini kwa 130%. Maana yake ni nini? Kwamba Tanzania tunao uwezo wa kujirisha sisi wenyewe na zaidi ya 30% ambayo ni 1/3 ya chakula tunachozalisha tukawagawia watu wengine, si kuwagawia lakini tukawauzia kibiashara na tukatengeneza fedha. Na mazao haya ya chakula, nitatoa takwimu za mazao mawili tu ambayo ni mahindi na mpunga. Yaliongezeka uzalishaji wake, kwa mfano mahindi kutoka tani milioni 6.4 mpaka tani milioni 12.2, ambayo ni sawa na 91% hivi. Mpunga vile vile uliongezeka kutoka tani milioni 3 tani milioni 1.7 mpaka tani milioni 3.046, ambazo ni sawa na 72%. Ni nini kimefanyika kupitia Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB? Kama nilivyosema awali, tumetoa mikopo katika sekta ya kilimo, ikiwemo ni pamoja na pembejeo, ikiwemo ni uzalishaji, viwanda na kadhalika. Na ndio maana mnaona
tija inaongezeka. Kuna watu ambao wakati mwingine walikuwa wameacha kabisa kulima. Lakini pia serikali imetoa ruzuku ambayo imetolewa kwenye mbolea, kwenye viuatilifu, ni zaidi ya takriban mbolea tu kwa mfano, ni zaidi ya takriban shilingi bilioni 528, ambazo sehemu hiyo ya ruzuku ni shilingi bilioni 128 mbolea ilitolewa kama ruzuku kwa wakulima. Kwa hiyo wakulima hawa ambao walikuwa wengine hawatumii ruzuku, hawatumii mbolea sole, sasa wanatumia mbolea. Kwa hiyo ile tija ambayo ilikuwa inatolea, kwa mfano eka moja ya mahindi kama ilikuwa inazalisha labda ni gunia 20, sasa tunaweza kuzalisha gunia 40 kwa sababu ya tija ambayo imeongezeka kwa sababu ya kutumia mbolea. Na hii ndiyo maana ya kwamba serikali ya awamu ya 6 imekuwa ikiipatia mtaji, ikitafutia fedha TADB, kwa sababu inapoitafutia fedha TADB ndivyo ambavyo mikopo inatolewa katika sekta ya kilimo na tija inaonekana. Sasa kumekuwepo na kutoka kwenye kilimo cha kujikimu kama sehemu ya lengo letu TADB kwenda kwenye kilimo cha kibiashara. Kilimo chetu kilikuwa cha kujikimu kwa sababu wakulima wetu walikuwa wanalima na kuzalisha mazao kidogo kidogo tu ambacho yanatosha. Kama ni kula hapo hapo. Kama ni biashara, utafanya biashara ndogo ndogo. Lakini nataka niwapatie takwimu chache ambazo zinaonyesha kwamba kweli sasa tuko kwenye biashara kama nchi. Kwanza, mazao yanayouzwa nje, fedha zinazotokana na mazao yanayouzwa nje zimeongezeka kutoka shilingi dola bilioni 2.1 mpaka kufikia dola bilioni 5. Lakini hii inatokana na nini? Kwa mfano, korosho, wakati serikali ya awamu ya 6 inaingia madarakani, ilikuwa inazalishwa tani 210,000. Mwaka jana zimefika tani 7,500 korosho. Hiyo inasababisha sasa wakulima wengi waweze kulima korosho kwa sababu wanaona kuna tija. Na sisi kama benki ya maendeleo ya TADB tumeendelea kutoa mikopo katika sekta hizi zote. Na wakati mwingine sisi kama benki ya maendeleo ambayo kazi yetu ni kuchagiza, tunaziambia hizi benki zingine zitoe mikopo, na wakati mwingine tunazikopesha fedha za muda mrefu ziweze kukopesha. Sasa kutokana na ambacho benki imekuwa ikifanya, labda nitoe tu pia mtandao wetu kwamba wakati Mheshimiwa Rais anaingia madarakani tulikuwa na ofisi 3 za kanda. Kwa sasa tuna ofisi 8 za kanda na tuna ofisi 3 za mikoa. Na hiyo imesababisha kuweza kuwafikia wakulima wengi zaidi. Tulikuwa tumekwisha toa mikopo takribani kwa wanufaika zaidi milioni 1.6. Sasa hivi tumeshafikia wakulima milioni 2.6. Kwa zaidi ya wakulima milioni nzima wamefikiwa katika kipindi hiki. Na hao ni wale ambao tumewapatia mikopo ya moja kwa moja. Lakini kuna wakulima zaidi ya 659,000 ambao tumewafikia kupitia kwenye mabenki mengine, yaani kupitia kwenye lile dirisha letu la dhamana. Sasa kwa sababu ninatoka katika tasnia ya kibenki, naweza nikaongea sana juu ya sekta ya kilimo, alafu mkashindwa kuunganisha jinsi ambavyo benki au kilimo kimeweza kuchangia ukuaji wa mabenki na jinsi ambavyo mabenki yameweza kuchangia ukuaji wa uchumi. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, kama mtakumbuka, aliweka shilingi trilioni 1 kama stimulus package Benki Kuu ya Tanzania, ili fedha hizi ziende zikakopeshe wakulima kwa riba nafuu. Na akaiagiza Benki Kuu ya Tanzania ikopeshe kwa 3% ili na yenyewe mabenki yanapokwenda kukopa yakopeshe chini ya single digit. Wakati ule mabenki yalikuwa yanakopesha wakulima 20% mpaka 25. Kwa hiyo kwa kutumia ile trilioni 1 ambayo mabenki yalienda kuyakopa Benki Kuu, yalisababisha mikopo ambayo imetolewa katika sekta ya kilimo kuongezeka kutoka shilingi trilioni kutoka shilingi trilioni 1.3
wakati anaingia madarakani, mikopo ilikuwa imetolewa katika sekta ya kilimo mpaka kufikia trilioni 5.8. Huo ni ukuaji mkubwa sana, na ndio maana umekuwa mkiona kwamba uchumi wetu umekuwa unaendelea kuongezeka. Kwa nini? Kwa sababu ukiweza kuanza kukuza uchumi kupitia sekta ya kilimo ambayo ndio inayogusa maisha ya Watanzania wengi, automatically utaona uchumi wako unaweza kuinuka. Na wale ambao mnafanya takwimu, nataka niwapatie takwimu chache zinazoweza kudhibitisha kwamba uchumi wetu umekuwa sana kwa muda huu mfupi. Na ni kwa sababu sekta ya kilimo ndio iliyoguswa zaidi, na kupitia kwa Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB kutoa mikopo, tunaweza kuona kwamba sisi tunajivunia uchumi wetu umekuwa. Moja ni jinsi ambavyo mabenki yamekuwa yakikua. Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani, mikopo yote ilikuwa imetolewa ilikuwa ni trilioni 18.1. Mpaka kufikia mwaka jana mikopo iliyotolewa ni trilioni 44.7. Lakini ukubwa pia wa mabenki, wakati Mheshimiwa Rais alipokuwa anaingia, yani wanasema mali, total asset kwa kizungu, ilikuwa ni trilioni 34.69. Mpaka mwaka jana mali zote za mabenki ilikuwa ni trilioni 77.70. Hiyo ni sasa na ukuaji wa 124%. Sasa unaweza kaangalia kwamba ni nini kilichosababisha mabenki kwa muda mfupi hivi yakaweza kukua kutoka shilingi trilioni 34.69 mpaka trilioni 77.70. Ni kwa sababu Mheshimiwa Rais aliweka msukumo mkubwa sana katika sekta ya kilimo ambayo ni sekta ya uzalishaji, na ikafanya ikachachuza uchumi, na ukaona kwamba sekta zote sasa zinakuwa, na ndio maana mabenki yanakuwa. Faida, mabenki yalikuwa yanatengeneza faida ya shilingi bilioni 397 pekee wakati mwaka 2021. Mwaka jana mabenki yametengeneza faida trilioni 2.23. Ni ukuaji wa 470%. Na uwezi ukapata faida kama hakuna uchumi unaokua. Si ndio jamani? Na hii ni kwa sababu sekta ya kilimo imepewa kipaumbele nchini kwetu. Na mimi niwaambie wakulima, hasa vijana na wanawake, ambao mmekuwa wakati mwingine kuna mikopo ambayo iko specific kwa ajili ya vijana na kwa ajili ya wanawake. Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB tuna mikopo tumeweka kabisa, kwa sababu tunajua ni kwamba ndiyo nguvu kazi ya nchi yetu, na nguvu kazi hii ikiguswa, tumegusa nchi yetu, tumegusa uchumi wa nchi yetu. Na ndio maana, kwa sababu ninyi wana habari, ili mwende mkatoa habari ambazo ni sahihi, niwapatie tu jinsi gani ambavyo Mheshimiwa Rais alipogusa sekta ya kilimo ikaweza kuchachusha sekta zote za uchumi, na uchumi ukakua. Na proof ya uchumi kukua ni mojawapo ya makusanyo ya kodi. Wakati anaingia madarakani, na atatoa takwimu chache kidogo, nakaribia kumaliza, najua mna muda wa kuuliza maswali. Nitatoa kabla kidogo ili nisionekane tunatoa kuanzia hapa alipoingia. 2017 na 18 kodi iliyokuwa inakusanywa ilikuwa ni shilingi trilioni 15.5. 2018-19 shilingi trilioni 15.9. 2019-20 shilingi trilioni 18.1. 2020-2021 trilioni 8.1, kama ya mwaka uliokuwa umepita. Kwa maana kwamba kwa miaka miwili tulikuwa tumekwenda flat. Alipoingia madarakani 2022-23 ikapanda trilioni 24.1. 23-24 ikapanda trilioni 27.6. 24-25 ikapanda trilioni 32.3. 25-26 ambayo ni mwaka uliopita Juni ikafikia trilioni 37.69. Makusanyo haya ya kodi, na ninyi wana habari mnajua, Mheshimiwa Rais alipoingia madarakani alisema kwamba isikusanywe kodi ya dhuluma. Ina maana imekuwa inakusanywa wanaita voluntarily. Unapokusanya voluntary na unaona kila mwaka kodi inakuwa, ni kwa sababu uchumi umekuwa. Na uchumi umekuwa kwa sababu gani? Kama nilivyosema awali, ni kwa sababu tulianza kwenye
kitu ambacho kinaweza kikachachua uchumi ambacho ni kilimo. Na sekta ya kilimo ikipewa fedha pamoja na Benki ya Maendeleo ya Kilimo TADB, tumeweza kufanya, sisi tunajivunia kwamba tumefanya kitu ambacho tumeweza kufanya nchi yetu ikakua. Sasa niseme neno la mwisho na zuri kwa TADB kwamba baada ya kuwa tumefanya hivi, na wanasema nabii wakati mwingine asifiki nyumbani kwao. TADB imefanya mambo makubwa, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania imefanya mambo makubwa, lakini wakati mwingine wanasema nabii asifiki nyumbani kwao. Nataka niwaambie kitu kimoja kwamba Benki ya Maendeleo ya TADB imepata tuzo. Benki hii imetunukiwa tuzo ya benki bora Afrika katika kutoa suluhisho za ufadhili wa kilimo nchini Tanzania. Tuzo hii imetolewa na Global Brands Award na ni uthibitisho na dhamira yetu kama TADB kuendelea kutoa suluhisho bunifu za kifedha zinazochochea maendeleo ya sekta ya kilimo na uwezeshaji wa wakulima na wadau wote katika mnyororo wa thamani wa kilimo, pamoja na kuimarisha usalama wa chakula na ukuaji wa uchumi wa taifa letu. Tuzo hii inadhihirisha nafasi ya TADB kama benki ya maendeleo barani Afrika inayoibua kwa ubunifu katika utoaji wa suluhisho la ufadhili wa kilimo na mikopo ya kijani, yani green financing, inayochochea uwekezaji endelevu na ustahimilivu wa sekta ya kilimo dhidi ya athari ya mabadiliko ya tabia nchi. Kwa sababu tuzo hii ilikuwa inalenga hapo. Na walipokuwa wakiziangalia benki zote Afrika, wakasema TADB ndio imefanya vizuri. Na mimi niseme, sisi TADB tusingeweza kufanya vizuri kama tusingekuwa tunapata support ya serikali yetu. Serikali yetu imetusapoti, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa support ambayo amekuwa akitupatia, fedha ambazo amekuwa akitupatia, na sasa hivi tunapokwenda huko nje, kwa sababu tunapimwa kwa bahati nzuri, wanasemaga numbers don't lie. Wenzetu wanafanya kitu kinachoitwa uchambuzi, analysis. Wanapofanya analysis wanaona kwamba benki hii inapitia kupitia mabenki 19 hapa nchini,